Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha Chadema Godbless Lema ambaye aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini ametoa taarifa kupitia ukurasa wake wa X baada ya kumtembelea mwenyekiti wake wa chama cha Chadema Tundu Lissu, na amechapisha picha yake pamoja na maneno, akasema kwamba nimetoka kumsalimia mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu katika gereza la Keko. Nimepata faraja kubwa sana kuwa ari na moyo wake uko katika imani kubwa sana ya mapambano. Hajuti hata kidogo kuwa hapo, na anasisitiza wajibu mkuu wa no reforms no election uendelee hata kama atahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Hili ni chapisho ambalo Godbless Lema amelichapisha katika ukurasa wa X na ikiambatana na picha ya Lissu kama ambavyo unatazama hapa, na inaashiria kwamba licha ya kwamba Lissu yuko gerezani kwa maana ya mahabusu akisubiri shauri lake kutajwa baadaye mwezi huu, kwamba yuko vizuri, pengine hahofii, lakini pia inaonesha namna gani ambavyo wanachama na viongozi wa Chadema wanavyohakikisha kwamba wanakuwa naye karibu. Na hivi karibuni, kama unafahamu, miongoni mwa watu waliomtembelea walitoa taarifa, ilikuwa ni siku chache kabla baada ya kuweza kupelekwa mahabusu, kwamba Lissu amekuwa anafanya mazoezi lakini pia anajihusisha na usomaji wa vitabu. Kwa hivyo Lissu anaonekana yupo kamili na anaendelea kupanga zaidi pengine ni nini ambacho kinaweza kufanyika pindi atakapotoka. Kama hatatoka basi hukumu ambayo itamkuta, je, ni nini ambacho anaweza kukiaddress, kwa maana kukielekeza kwa chama chake kupitia kwa viongozi ambaye kiongozi mkuu ni makamu mwenyekiti John Heche. Haya ni mambo ambayo yanajiri wakati ambapo mwanasheria mkuu wa Chadema alipofanya mkutano na waandishi wa habari siku ya Aprili 15. Dr. Lugemeleza Nshala alitaka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kufuta tamko lake linalosema kuwa Chadema haitoshiriki uchaguzi mkuu mwaka huu 2025 na chaguzi ndogo zijazo ndani ya miaka mitano kwa sababu ya kutokusaini kanuni za maadili. Akiongea jijini Dar es Salaam mapema Aprili 15, 2025, Nshala alisema haki ya kuchaguliwa kuwa mgombea inatolewa na katiba. Alichokisema mkurugenzi wa tume ya uchaguzi ni makosa makubwa, yamekiuka sheria ya nchi, yamekiuka katiba na yamekiuka hata kanuni ambazo hazijaanza kufanya kazi. Mtu anabanwaje na kanuni ambazo hazijaanza kufanya kazi? Alizungumza Nshala na kuongeza kwamba ndugu Kailima, tafadhali naomba ujitazame mara mbili, kasome kanuni vizuri, uone usahihi wa maneno yako. Huyu ni mkurugenzi wa tume ya uchaguzi Tanzania. Alisema pia, na nukuu, Chadema haijabadilisha msimamo, inadai reforms. Kilichofanywa na Kailima ni propaganda chafu. Tunataka kama dhamira zao ni safi na akili zao zinafanya kazi, wafute hilo tamko. Kailima amekosea na atoke hadharani aseme kama inavyonukuliwa akisema Chadema haitoshiriki uchaguzi kwa sababu haijasaini kanuni za maadili. Kwa kuwa kauli hii inapingana na katiba, aondoe na afute kauli hiyo. Sisi Chadema msimamo wetu uko pale pale, no reforms no election. Nikiendelea kumnukuu hapa, Lugemeleza Nshala anasema huu ni uchaguzi. Huu uchaguzi ulivyo bila reforms, tukiingia tumepigwa. CCM ni kama wamechukua madume na majike yote, kwa hiyo wewe ukienda umepigwa. Ni setup game, kwamba ni mchezo uliopangwa. Hatuwezi kuwa na viongozi wanaotokana na uhuni na wizi wa kula. Hatuwezi kuwa na uchafu wa ujanja, haikubaliki. Mwisho wa kunukuu. Haya ni yale ambayo yanajili sasa wakati ambako Godbless Lema anamtembelea mwenyekiti wake gerezani Keko. Fahamu ya kwamba mwanasheria mkuu wa Chadema alizungumza pamoja na mambo mengi sana ambayo alizungumza kwamba tume ya uchaguzi imejielekeza vibaya, kwa maana tofauti, kwa maana kupitia hizo kanuni kama ambavyo nimenukuu kauli yake hapa inshallah nilivyokufahamisha. Haya ni mambo ambayo yanajili wakati ambako uchaguzi, ratiba na serikali inafahamu kwamba uchaguzi utakuwa ni Oktoba mwaka huu, wakati ambapo pia kuna mambo mengi ambayo yanajili, ziara za
viongozi wa vyama zikiwa zinaendelea kwa maana ya Chadema pamoja na CCM, ambako tumemshuhudia Amos Makalla CPA huyu akiwa katika ukanda wa kusini mkoa wa Lindi na Mtwara, ambako pia ana ziara ya siku 10. Haya ambayo pia yanajiri wakati ambako Lissu yuko gerezani. Haya ndio ambayo yanajiri, tume ya uchaguzi ikiwa imeiondoa Chadema kupitia na vigezo ilivyovitangaza kwamba haijasaini maadili na kanuni za uchaguzi. Mtazamo wako ni muhimu sana, tutaendelea kuweza kufuatilia maoni yako.